Hebu msalimie jirani yako. Kuna watu hawajasalimiana hapa tangu wamefika. Msalimie jirani yako, unaendeleaje, hali yako vipi? Unaweza ukawa umekaa na fursa yako hapa afu huijui. Hebu msalimie kwanza jirani hapo. Basi tunaweza tukaketi. Mheshimiwa Kaimu Mkuu wa Mkoa wa Mwanza wetu Amina Makilagi, Kaimu Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Vijana, Mkuu wa Wilaya ya Ilemela Vyangu Mkalipa, Mbunge wa Jimbo la Ilemela Kafiti William Kafiti, nafahamu pia mbunge wa Nyamagana, na taarifa alikuwa anashughulika pia na vijana huko leo kwa ajili ya uzinduzi wa ligi yake, na naamini atajiunga nasi muda mfupi ujao. Lakini pia nilipata salamu kutoka kwa mbunge anayewakilisha vijana ambaye ni naibu waziri wa mifugo na uvuvi, afisa maendeleo ya vijana wa mkoa, viongozi wa taasisi za umma na binafsi, lakini maalum kabisa viongozi kutoka katika taasisi za fedha, mkurugenzi wa CRDB Foundation, dada yetu Tuli Esther Mwambapa, wawakilishi wa NMB na TADB walioko hapa, wadau wa maendeleo ya vijana, viongozi wa dini, waandishi wa habari, vijana tulioko katika ukumbi huu, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Napoanza hotuba yangu, ningependa kwanza kumshukuru kijana ambaye baada ya kusikia tunakuja aliamua kutusupport sisi kama wizara. Anaitwa Renford Waya, na mimi ningetamani nimuone na nimfahamu. Yuko wapi? Yule pale. Asante sana. Huyu ana kampuni inaitwa White Science, na aliposikia tunakuja hapa Mwanza aliamua kuchapisha kofia 500 na t-shirt 300 kwa gharama zake mwenyewe. Hongera sana. Tunakushukuru sana. Keep it up. Na sisi tutakusupport kama sana. Niliona nianze kumtambua kwa sababu moja kitu nakisisitiza katika majukwaa haya ni pamoja na kutumia fursa. Ameshatangazika sasa, na naomba tumchangie na kazi zingine tunazofanya za wilayani na mkoani. Tumpe tenda kijana huyu ambaye tayari ameshaonyesha njia ya kufanya kazi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana katika jiji la Mwanza kwa tukio muhimu sana la ufunguzi wa Vijana Platform, ambayo inahusisha vijana kutoka katika makundi mbalimbali, ikiwemo vijana wanaojishughulisha na shughuli za ujasiriamali, usafirishaji wakiwemo bodaboda, vijana kutoka katika vyuo vikuu wanaojishughulisha na uuzaji wa vyakula, wavuvi, wa machinga na wengineo. Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa yenye nguvu kubwa sana ya vijana, hasa katika shughuli za kiuchumi. Na kama takwimu zinavyoonyesha, na vijana zaidi ya milioni 1.4 wanaopatikana katika mkoa huu. Lakini wengi wamejikita katika sekta za biashara, uvuvi, utoaji wa huduma, lakini pia ubunifu. Hivyo uzinduzi wa jukwaa hili ni hatua muhimu sana katika kuunganisha nguvu kazi ili tuwaunganishe na fursa waweze pia kuzitumia. Ndugu vijana, serikali ya awamu ya 6 imeweka vijana katikati ya ajenda ya maendeleo ya taifa. Na ndio maana tarehe 10 Januari mwaka huu 2026 jijini Dar es Salaam tulizindua jukwaa rasmi linalojulikana kama Vijana Platform, ikiwa ni mfumo wa kitaifa wa kuwasikiliza, kuwahusisha, lakini pia kuwawezesha vijana katika masuala ya ajira, ujasiriamali, ubunifu, teknolojia pamoja na uongozi. Tofauti na mifumo ya zamani ambayo inakuwa na mipaka ya kijiografia au kitaasisi, Vijana Platform ni jukwaa linalounganisha vijana kutoka makundi mbalimbali kama nilivyotangulia kuyasema hapo mwanzo, lakini wale walioko katika sekta rasmi na wale pia ambao wanapatikana katika sekta ambazo sio rasmi, ili wote kwa pamoja waweze kushiriki katika mijadala ya kimaendeleo, lakini pia wapate fursa na taarifa zinazoweza kuwasaidia, na washirikiane moja kwa moja na serikali pamoja na wadau wa maendeleo
katika kutatua changamoto za vijana. Mheshimiwa Rais alieleza maono yake na malengo yake kuhusiana na swala zima la vijana. Akiwa anafungua bunge la 13, alisema kusudi lake ni kuwafanya vijana wasiwe tu watazamaji, lakini wao washiriki katika kubuni, katika kutoa maoni, lakini pia katika kuandaa program, sera na mabadiliko ya kisheria ambayo yanaweza kustawisha uchumi wao, lakini pia na masuala yao ya kijamii. Malengo makuu ya Vijana Platform ni kwanza kupanua ushiriki wa vijana katika mipango ya kimaendeleo, lakini kuweka daraja la mawasiliano ya moja kwa moja kati ya serikali na vijana na kuunganisha vijana na fursa za ajira, mitaji pamoja na ubunifu. Lakini muhimu zaidi ni kujenga kizazi cha vijana kwenye uongozi, uzalendo na maadili, na kubadili changamoto za vijana kuwa fursa za maendeleo. Kusudi letu kama Wizara ya Maendeleo ya Vijana ni kuwaondoa vijana katika fikra na mitazamo ya kuamini kwamba wao ni tatizo na kugundua kwamba wao ni suluhisho la taifa hili. Kuondoa mtazamo wa watu kuhusiana na vijana kwamba ni watu wanaoleta changamoto na kuwaweka katikati na kuwafanya kuwa suluhisho la kudumu katika matatizo yanayotukabili. Taifa la Tanzania haliwezi kwenda mbele bila ushiriki wa vijana wa uhakika kama tunavyofanya hivi leo. Ndugu vijana, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, vijana wenye umri wa miaka 15 mpaka 35 ni takribani vijana milioni 20.6, ambao ni sawasawa na 35%, lakini pia ni sawa na theluthi moja ya Watanzania wote. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kwamba mustakabali wa taifa hili unategemea nguvu, maarifa, lakini pia ubunifu wa vijana. Katika nguvu kazi inayozalisha katika taifa letu, 55% ni vijana kati ya miaka 15 mpaka miaka 35. Ukiangalia kwa takwimu za nchi za Kiafrika, Tanzania ni moja kati ya nchi ambayo ina kundi la watu wengi wenye umri mdogo. Tunatanguliwa na Niger, lakini sisi ni wa pili. Wastani wa umri wa Tanzania ni miaka 17. Maana yake Tanzania ni taifa la vijana. Kwa sababu hiyo, ndio maana Mheshimiwa Rais ameelekeza mara kadhaa kwamba jambo lolote litakalofanyika lazima pia vijana wawe ni sehemu ya muhimu ya kufanya maamuzi, lakini pia ya kupanga mipango. Ndio maana hata katika uandaji wa dira yetu ya mwaka 2050, miaka 25 ijayo, maoni ya vijana yalichukuliwa kwa uangalifu, lakini kwa umakini, na yalizingatiwa kwa sababu dira hii ni dira ya vijana pia. Na wiki chache zilizopita tulikuwa bungeni, tulikuwa tunajadili mpango wa miaka 5 wa nchi yetu. Katika wasilisho zilitangazwa rasilimali 10 zinazoweza kuondoa taifa letu hapa tulipo na kutupeleka mbele zaidi. Ukiacha ardhi, ukiacha madini tuliyonayo, ukiacha uoto wa asili, ukiacha kila kitu tulichonacho, rasilimali mojawapo ilitajwa kama rasilimali rasmi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu ni vijana wa nchi ya Tanzania. Kwa maneno mengine, hatuwezi kuendelea mbele bila kuwafanya vijana kuwa sehemu ya muhimu ya mipango na maendeleo yetu. Ndugu vijana, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake makubwa kuhusiana na maendeleo ya vijana. Uamuzi wake wa kuunda Wizara ya Maendeleo ya Vijana chini ya ofisi yake unaonyesha dhamira ya serikali ya kuyaweka masuala ya vijana katika kipaumbele cha juu. Sambamba na hilo, alitoa ahadi. Ndani ya siku 100 alikuwa na ahadi 13 ambazo alikusudia kuzitekeleza. Ukisoma zile ahadi 13, ahadi 6 zilikuwa zinagusa maisha ya vijana, ambao ni takriban 46% ya ahadi zote. Kwa maneno mengine, katika siku 100 za utumishi wake ofisini, ni takriban siku 46 alikuwa anashughulikia masuala ya vijana. Tumeona katika siku hizi 100 aliahidi ajira za vijana 12,000 kwa wanaoshughulika na sekta afya 5,000 na 7,000 katika sekta ya elimu. Ajira zilitangazwa, ajira zilitoka, na tayari wako watu vituoni ambao tayari wanaendelea na kazi. Hii ikiwa ni awamu ya kwanza ya utimizaji wa ahadi hiyo. Lakini pia kwa sababu ya kuendeleza ujuzi wa vijana, serikali ilidhamini takriban vijana 5,000 wa kwenda katika mafunzo ya ufundi na ustadi katika vyuo vyetu vya kimaendeleo, ambapo wanafunzi wao walishakwenda katika vyuo hivyo, ikiwa ni sehemu pia ya kuona tunaongeza idadi ya vijana wenye ujuzi pia. Lakini wiki iliyopita ulisainiwa mkataba wa ushirikiano kati ya Wizara ya Elimu pamoja
na wamiliki wa viwanda na sekta binafsi, ili kuwawezesha vijana walioko mashuleni na mavyuoni wapate nafasi ya kwenda kufanya mazoezi ya vitendo kwenye makampuni na mashirika ya sekta binafsi kwa utaratibu ambao serikali utauandaa, ili tuondoe ile changamoto ambayo kijana anapotafuta kazi anaulizwa uzoefu. Sasa tunataka tumtengenezee kijana uzoefu akiwa bado yuko chuoni, ili swali hilo liondoke katika maswali ambayo vijana kwamisha. Juhudi hizi zote zinafanywa na serikali ikiwa ni sehemu pia ya kuondoa changamoto ambazo vijana wamekuwa wakizizungumza, na Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba changamoto hizi zibadilishwe na kuwa fursa, na kama kuna sera au sheria inatakiwa kubadilisha ili kutengeneza mazingira mazuri ya vijana, ameagiza ifanyike hivyo, na sisi wasaidizi wake tutasimamia jambo hilo. Lakini pia Mheshimiwa Rais aliahidi kutenga shilingi bilioni 200 kwa ajili ya kuwezesha wajasiriamali wadogo, wakati, lakini pia na makampuni changa yanayoitwa startups. Fedha hizo ambazo zilikwisha tolewa na tulikabidhiwa Wizara ya Maendeleo ya Vijana kwa ajili ya uratibu, zimeelekezwa katika sekta maalum na katika wizara ambazo zinatekeleza miradi mbalimbali ya vijana. Na hapa nimekuwa nikipata sana hili swali nikiulizwa, hizi fedha ziko wapi? Naomba nitoe ufafanuzi kwamba vijana ni jambo la kimtambuka. Vijana wanapatikana maeneo mbalimbali. Wako vijana wavuvi, wako vijana wanachimba madini, wako vijana wanalima, wako vijana wanafanya biashara, wako vijana wanamiliki viwanda. Ili kuweka ufanisi katika kuwafikia vijana hawa katika maeneo haya tofauti tofauti, fedha hizi zimeelekezwa katika wizara za kisekta, ili kila kijana kulingana na ambacho anataka kukifanya aweze kupata fedha hizi kupitia katika maeneo hayo. Nitazitaja wizara chache ambazo fedha hizi zimekwenda, ili wale ambao wana dhamira na nia ya kupata fedha hizi waweze kuzifuatilia, na sisi kama serikali kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa, lakini pia kama wizara tutaendelea kutoa usaidizi kila unapohitajika ili kuhakikisha vijana wanazipata fedha hizi. Kwanza tunayo Wizara ya Madini ambako zimepelekwa fedha kwa vijana wanaojishughulisha na uchimbaji mdogo wa madini kupitia kwenye program maalum ambayo inajulikana Mining for Better Future, for Better Tomorrow. Lakini pia ziko fedha zimepelekwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii zinazolenga wajasiriamali wadogo wadogo ambao zinatolewa kwa ushirikiano wa benki zetu pia. Lakini pia ziko fedha zimepelekwa kwenye Wizara ya Kilimo kwa vijana ambao wanataka kujishughulisha na shughuli za kilimo. Ziko fedha zimepelekwa katika wizara hiyo. Ziko fedha zimepelekwa katika Wizara ya Uvuvi na Mifugo kwa ajili ya vijana wanaojishughulisha na masuala ya uvuvi, lakini pia na masuala ya mifugo. Ziko zingine zimepelekwa kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na mmesikia hapa juzi walitangaza kwa mfano wale content creator wana fedha zao ziko kule, wanaojishughulisha na vyombo vya habari, online media, na wasanii kwa ujumla wake. Fedha zao zimepelekwa, na niliona tangazo limetoka kwamba vijana wajiandikishe kupitia ofisi za wakuu wa wilaya. Ninaamini vijana wa Mwanza mmefanya hivyo kwa sababu tayari kuna mtu mmoja nilikuwa Mtwara akawa ananiambia ameitwa kwenye interview kwa ajili ya kwenda BASATA kwa ajili ya jambo hilo. Kwa kama wewe una fall kwenye hiyo category, jitahidi uweze kutumia fursa na uweze kuzipata. Lakini ziko fedha zimepelekwa kwenye viwanda na biashara kwa ajili ya vijana wanaotaka kujishughulisha na viwanda, wanaotaka kuanzisha biashara, na maono ya Mheshimiwa Rais ni kutengeneza vijana ambao watamiliki uchumi kupitia uzalishaji wa viwanda, aidha iwe ni kutengeneza vitu au uchakataji na kuongeza thamani katika bidhaa. Lakini ziko fedha pia zimepelekwa Wizara ya Mawasiliano kwa ajili ya vijana wanaoshughulisha na mambo ya tehama. Kama unashughulika na masuala yanayohusiana na tehama, ziko fedha pia zimepelekwa kule pia. Kwa niliona niliseme hili ili pia tuweze kupata ufahamu na tuweze kuelewa tunawezaje kuzipata fedha hizi. Kama nilivyosema, taarifa tutaendelea kuzitoa sisi kama wizara, lakini ukipata mkwamo wote mahali popote, na leo nitaomba zile namba zetu zitangazwe. Tuliweka utaratibu wa kuwa na namba za moja kwa moja unazoweza kutupigia wizarani na sisi tutakuhudumia, ili pale unapokwama tuweze kukusaidia utoke katika huo mkwamo. Na namba hiyo hutumii fedha yoyote, utapiga bure na tutakuhudumia sisi kama wizara, na ukitaka kuongea na mimi pia tutazungumza ili tuweze kutatua changamoto zetu kama vijana. Na kwa mwelekezo wa Mheshimiwa Rais ambao na mimi nimeendelea kuyasimamia, ameagiza kwanza kuwe na uwazi katika upatikanaji wa taarifa. Naomba nitumie jukwaa hili kutoa wito kwa viongozi wote ambao wamepewa dhamana ya kusimamia na kutoa taarifa kuhusiana na fedha hizi.
Huko nyuma kumekuwa na changamoto, taarifa zinawafikia vijana wachache na wanaofaidika pia wamekuwa ni wachache, wakati mwingine ni wale wale. Tunataka jambo hilo lisijirudie, taarifa zitolewe kwa makundi yote ya vijana na hakikisha kila kijana anapata taarifa. Lakini pia usiwe na upendeleo wa namna yoyote yule inapotolewa fedha hizi. Kijana yoyote akitimiza sifa, akiweza kukidhi vigezo kama ilivyoelekezwa, anatakiwa pia awe mfaidika, kwa sababu fedha hizi ni za Watanzania na ni za vijana wote, bila kujali itikadi, bila kujali wako wapi na bila kujali wanafanya nini. Kila kijana Mtanzania ana haki sawa katika upatikanaji na matumizi ya fedha hizi. Pia sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Vijana tunaongozwa na falsafa 3. Falsafa ya kwanza ni kufanya mambo yetu kwa kasi. Tunajua fursa huwa zina muda. Tunapochelewa kuwahudumia vijana, manake fursa huwa zinapotea. Ndio maana tumekubaliana na kwa maagizo ya Mheshimiwa Rais pamoja na taasisi za fedha ni kuondoa vikwazo vinavyofanya vijana washindwe kupata pesa pale zinapokuwa zimetolewa. Na tayari taasisi za fedha zimeelekezwa na wako hapa kupitia upya masharti yaliyoko, kupitia upya vigezo vilivyopo, ili vigezo vyote vinavyotumika vile vigezo ambavyo vinaweza kumsaidia vijana kupata huduma ya kifedha bila kuchelewa, lakini bila kukwamisha pia. Lakini falsafa yetu ya pili, tunataka wizara yetu iwe ni wizara inayofikika, vijana waweze kuifikia. Ndio maana tangu nimeteuliwa kama waziri katika wizara hii, nimejitahidi kuwatembelea na kuwafuata vijana waliko. Nimetembea masokoni, nimetembea stendi, nimetembea katika vijiwe vya bodaboda, nimetembea kwa wavuvi na wakulima, nimeenda kuwasikiliza. Na ni kutokana na maono yao hayo na maelezo yao, ndio maana leo tuko hapa, kwa sababu walisema tunahitaji jukwaa ambalo tutakaa pamoja na tuzungumze, serikali tusikilize na kisha itekeleze yale ambayo tumeyasema. Kwa hiyo tunataka viongozi ambao tunafikika. Na mimi nimewaelekeza pale wizarani kwamba yeyote anayefanya kazi katika Wizara ya Maendeleo ya Vijana, wewe ni mtumishi wa vijana, wewe sio bosi wa vijana. Maana yake vijana ndio watakao kutuma, vijana ndio watakao kuelekeza, na vijana ndio ambao watakuambia wanahitaji nini. Lakini pia tutajitahidi kutumia teknolojia katika shughuli zetu tunazozifanya. Ndio maana tumejitahidi kila wakati tunapopata fursa ya kuwafikia vijana wengi kupitia teknolojia, tumefanya hivyo ili tuhakikishe kila kijana ambaye anatumia simu yake anaweza pia kupata nafasi ya kushiriki katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na vijana. Katika kutekeleza falsafa hizi zilizosema, tulianzisha dawati maalum linalojulikana kama Vijana Call Center, ambalo linapokea maoni, changamoto, lakini pia mapendekezo kutoka kwa vijana. Na kama nilivyoeleza awali, watatoa matangazo hapa ili kijana uweze kujua namna gani unaweza ukashiriki katika hili kwa kupiga simu au kuandika barua pepe, ili uweze kuchangia katika utekelezaji wa programu ambazo tunazifanya. Kupitia mfumo huu, vijana wataunganishwa moja kwa moja na maafisa maendeleo ya vijana katika mikoa na halmashauri husika ili kupata msaada wa kitaalamu na taarifa za fursa. Ndugu vijana, ni muhimu kuelewa kwamba Vijana Platform sio mbadala wa baraza la vijana, bali ni jukwaa la ushiriki mpana wa vijana. Jukwaa hili linalenga kuwafikia vijana wengi zaidi, kusikiliza sauti zao na kuunganisha na fursa. Kwa upande mwingine, Baraza la Taifa la Vijana ni chombo rasmi cha uwakilishi kinachoratibu na kuwasilisha maslahi ya vijana katika ngazi za maamuzi kwa mujibu wa sheria. Vyombo hivi viwili vinakamilishana katika kuhakikisha vijana wanapata sauti na uwakilishi unaostahili kwa kusikia mawazo yenu, kuyajenga pamoja, lakini kuunganisha na fursa ili kuzifikia ndoto zenu. Kwa uanzishwaji wa Vijana Platform unaenda sambamba pia na kuhuisha mchakato wetu wa kuunda baraza rasmi la kisheria la vijana litakalotoa uwakilishi mpana kwa vijana wetu kisheria. Kupitia Vijana Platform mkoani Mwanza, nachukua nafasi hii kuzielekeza sekretarieti za mikoa na halmashauri zote nchini kuendelea kutenga budget kwa ajili ya shughuli za maendeleo ya vijana katika maeneo yao. Hii itasaidia kuendeleza utekelezaji wa majukwaa haya katika ngazi ya mkoa na wilaya. Vile vile ni muhimu kushirikisha wadau wetu wa maendeleo waliopo katika maeneo yenu ili kuimarisha ushirikiano, lakini pia kuimarisha mahusiano. Naomba nichukue fursa hii kutoa wito tena. Serikali kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais alielekeza kuundwa sheria ambayo ilipanua wigo wa kila taasisi ya umma
kutenga 30% katika manunuzi yake kwa ajili ya makundi maalum yanayojulikana kama special groups, ambayo yanashughulika na vijana, watu wenye ulemavu, wazee, lakini pia na kundi la wanawake. Katika 30% ya manunuzi, 10% imetengwa kwa ajili ya vijana peke yao. Serikali inatumia zaidi ya 65% ya bajeti yake ya kila mwaka kwa ajili ya manunuzi. Kwa wastani tuna takriban trilioni 5 ambazo zinatakiwa ziende katika manunuzi, hasa kwa makundi haya niliyoyataja. Lakini kwa takwimu nilizoziangalia mwaka jana ni bilioni 30 tu zimeweza kutumika, ambazo ni chache sana kulingana na kile ambacho kinahitajika. Nashukuru nimepata taarifa ofisi ya mkuu wa mkoa mmeanza kufanya hivyo, lakini taasisi zote za kiserikali, ofisi za wakuu wa wilaya, ofisi za halmashauri, TANESCO, watu wa maji, kila taasisi ya serikali, sheria inataka utenge 30% kwa ajili ya vikundi hivi vya vijana ili waweze kutoa huduma katika taasisi zenu. Na tumeshaingia makubaliano na watu wa PPRA ili kuhakikisha wanaendesha makongamano na semina mbalimbali kuwasaidia vijana kujisajili katika mfumo ili waweze kupata hizo tenda pale zinapoweza kutolewa. Lakini pia ningependa kusema kwamba mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa yenye fursa nyingi za kiuchumi kwa vijana. Na hii inatokana na rasilimali zake za asili, lakini pia jiografia yake na nafasi yake katika biashara, hasa katika ukanda wa maziwa makuu. Mkoa huu una sekta mbalimbali ambazo zina uwezo mkubwa wa kutoa ajira na fursa za ujasiriamali kwa vijana. Kwanza tuna sekta ya uvuvi na uchumi wa bluu ambao imekuwa ni uti wa mgongo wa uchumi wa Mwanza. Na mkoa huu upo katika mwambao wa Ziwa Victoria ambao linachangia zaidi ya 70% ya uzalishaji wa samaki, lakini pia na shughuli zingine zinazofanywa ndani ya maji. Sekta hii inatoa ajira kwa maelfu ya vijana katika shughuli za uvuvi, uchakataji wa samaki, usafirishaji, lakini pia biashara ya samaki na utengenezaji wa zana za uvuvi. Lakini pia pili, mkoa wa Mwanza kwenye eneo la kilimo na bustani ni sekta yenye fursa kubwa sana, hasa katika maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria. Takriban hekta 140,000 zinafaa kwa kilimo cha mazao ya bustani kama mboga mboga, matunda na mazao ya biashara kupitia umwagiliaji, jambo linalowezesha uzalishaji kwa mwaka mzima. Lakini tatu, vijana, tunayo sekta ya viwanda na uchakataji ambayo inaendelea kukua kwa kasi sana hapa Mwanza, na hasa katika viwanda vya chakula, nguo, ngozi, vinywaji, lakini pia na bidhaa za chuma. Mkoa una malighafi nyingi sana kutoka katika kilimo, mifugo, madini, lakini hata pia uvuvi, na hivyo yote vinatoa fursa kwa vijana kuanzisha au kuajiriwa katika viwanda vya kuongeza thamani. Lakini nne, kuna sekta ya madini ambayo pia ina nafasi kubwa na kutengeneza ajira sambamba na sekta ya mifugo, hasa katika ujasiriamali. Mkoa una rasilimali za dhahabu, almasi na chokaa pamoja na idadi kubwa ya mifugo, hali inayowezesha shughuli za uchimbaji, lakini pia biashara na uchakataji wa mazao ya mifugo. Lakini tano, tunazo fursa zinazotokana na maeneo mbalimbali ya kutoa huduma katika mnyororo wa thamani. Kutokana na nafasi ya Mwanza kama kitovu cha biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wana fursa katika biashara, wana fursa katika usafirishaji, wana fursa katika huduma za bandari, ugavi, utalii katika maeneo ya maziwa, lakini pia hata katika maeneo ya teknolojia na ubunifu pia. Ndio maana mlipoleta maandiko yenu baada ya mkuu wa mkoa kuandaa kongamano ambalo lilifanyika hapa mwezi wa 12, nilipata taarifa walikuwepo vijana takriban 600, mkafanya kongamano hapa, na katika moja ya vitu mlifundishwa ilikuwa ni pamoja na kuwasilisha mawazo ya kibiashara. Na alitoka mawazo ya kibiashara kama 9 katika mkoa wenu wa Mwanza, na 3 tuliweza kuletewa pale wizarani. Tuliyachakata na tukaona kweli yako yanayotengeneza mantiki ya kuweza kusapotiwa. Na kwa mwelekezo wa Mheshimiwa Rais na falsafa ya wizara yetu, kama nilivyosema, tunataka tufanye mambo kwa kasi. Tuliyapokea mwezi wa 12, mwezi wa kwanza tumeyafanyia kazi, na leo tumewaletea milioni 200 kwa wale vijana ambao tayari walikuwa wamewasilisha mawazo haya. Kwa hiyo leo tarehe 19 mwezi wa pili, kupitia ofisi ya maendeleo ya vijana katika mfuko wa maendeleo ya vijana, tutakabidhi jumla ya milioni 200 kwa vikundi. Kikundi cha kwanza kinaitwa kikundi cha Kitwima Youth Group. Wanasema hii ni nyota inayoangaza asubuhi.
Mradi wao ulikuwa unajulikana kama mradi wa ufugaji wa kisasa wa kibiashara wa samaki. Wana idadi ya vijana 7 katika kikundi chao, wanapatikana katika halmashauri ya Nyamagana, kata ya Luchelele, na watapatiwa fedha hizi kwa sababu ya kufanya shughuli hii. Tutawapatia vizimba 6 vya samaki, vifaranga vya samaki 60,000, chakula cha samaki hao na vifaa vingine vyote vinavyoendana na shughuli za ufugaji wa samaki wanaotaka. Dhamira yetu tunapotoa fedha hizi ni kuona mradi huu unasimamiwa vizuri, unaendelea, ili mara nyingine tukija hapa tuwe na ushuhuda wa matokeo mlioyapata. Lakini kikundi cha pili ni kikundi cha waendesha bajaji na pickup. Nao pia tutawapatia mkopo wa shilingi milioni 100, ambao kikundi chao kina jumla ya vijana 32 wanaopatikana katika wilaya hii ya Ilemela, wako katika kata ya Buswelo, na tutawapatia bajaji za mizigo 12 ambazo nitazikabidhi hapa leo. Tunafanya hivi ili kuendelea kuwaonyesha vijana huu ni mwanzo, ndio kwanza tumeanza. Kama kuna vijana wana mawazo, kama kuna vijana wanataka kufanya vitu, tupitie mchakato. Na nitoe wito, tunapokuwa tunaitwa kwenye makongamano na majukwaa kama haya, hapa ndipo tunapotengeneza fursa zile ambazo tunazitaka. Kwa hiyo ninaamini kaimu mkuu wa mkoa, hii haitakuwa mwisho, lakini mtaendelea kuendeleza majukwaa haya katika kuwapatia mafunzo, ili wale ambao wanaendelea kufanikiwa na tunaendelea kuwanoa ili waweze kupata sifa, waweze kupata fursa. Hizi ni fursa chache kati ya nyingi ambazo serikali itaendelea kuzileta kwa ajili ya vijana kwa mkoa wa Mwanza, lakini pia kwa Tanzania kwa ujumla. Niwapongeze sana vikundi viwili ambavyo vimepata, na niwatie moyo wale wengine ambao hawakupata. Haimaanishi kwamba hawatapata, lakini pia watakuwa na nafasi pia ya kuendelea kuboresha mawazo yao ili waendelee kupata hizo fedha. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, napenda sana kumshukuru mkuu wa mkoa wa Mwanza na timu yake kwa uratibu mzuri na kufanikisha shughuli hii. Najua yuko katika majukumu mengine. Naomba unipelekee salamu zangu na shukrani zetu kwa namna ambavyo mmefanya uratibu mzuri na kuandaa kongamano hili kwa namna iliyo bora zaidi. Vijana wenzangu, ningependa niwaambie mambo matatu unayohitaji kama kijana ili uweze kupiga hatua katika maisha yako. Jambo la kwanza, unahitaji kuwa na ndoto. Ndoto haihitaji gharama, lakini uwezi ukaenda mahali ambapo hujaota. Kila kijana lazima uwe na ndoto ya unataka kufika wapi, unataka kuwa nani, na unataka kwenda wapi. Usipojipangia namna ya kuwa katika maisha, wengine watakupangia wanavyotaka wewe uwe. Usipokuwa na ndoto yako, utatumikia ndoto za wengine. Kijana lazima uwe na ndoto, na ukisha kuwa na ndoto yako, usikubali mtu yeyote akwambie ndoto yako haiwezekani. Kuna watu hawataamini ndoto yako kwa sababu hawajawahi kuiona. Ni kama wewe ukiwa na headphone unasikiliza mziki. Unaweza ukasikiliza mziki ukawa unacheza. Sisi ambao hatusikii tutakuwa tunakushangaa unacheza nini, lakini wewe unayesikiliza mziki ndio unajua kile unachokicheza. Ukiwa na ndoto, usikubali uchaguliwe step za kucheza na mtu mwingine. Wewe ndio unajua ndoto yako, iamini ndoto yako, ipiganie ndoto yako. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wana mindset hasi. Utaamka asubuhi utakutana na mambo hasi kwenye mitandao ya kijamii. Utakutana na mambo hasi unapokaa kijiweni. Utakutana na mambo hasi utakapokuwa unazungumza na wenzako. Lakini uchaguzi ni wako. 95% ya taarifa tunazopata ni taarifa ambazo ni hasi katika jamii yetu. Kati ya kazi ngumu tulionayo vijana wa sasa hivi ni kuchagua taarifa chanya. Taarifa chanya zinatengeneza kesho yako. Na siku zote kumbuka, hauioni fursa iliyopo, unaiona fursa unayoitafuta. Ndio maana leo ukiweka lengo lolote kwenye maisha yako, utaanza kuona vitu vingi vinavyohusiana na lengo lako kuliko ulivyokuwa unaviona kabla hujaweka. Wale waliokuwa na ndoto za kumiliki magari, siku yote ukisema nataka kumiliki gari aina fulani, ukipita barabarani utaziona gari hizo ni nyingi kuliko ulivyokuwa unaziona mwanzoni. Ukimiliki aina fulani ya simu, utakuja kushangaa watu wengi wana simu kama ya kwako kuliko unavyoona mwanzoni. Unapoweka ndoto ndio unaona fursa. Hauwezi kuiona fursa ambayo hujawahi kuwa na ndoto yao.
Kwa cha kwanza, kijana, jiepushe kupata taarifa ambazo ni hasi kwenye maisha yako. Una uchaguzi wa kufanya, unasikiliza nini, unaangalia nini, na unamsikiliza nani. Kwa sababu miaka 25 kutokea sasa ni mambo mawili tu yanaweza yakakubadilisha: watu unaoambatana nao na maarifa unayoyapata. Na watu unaweza ukachagua, na wewe ni wastani wa watu 5 wanaokuzunguka katika maisha yako. Ukichagua, ukiangalia watu 5 wanaokuzunguka, itakuonyesha kesho yako ni ipi. Ndio maana Waingereza wanasema show me your friends and I will tell you who you are. Uwezi ukaenda mbali na mtu anayelalamika, na wewe utaishia kuwa mlalamikaji. Uwezi ukaenda mbali kama umezungukwa na watu wanaolaumu, na wewe utaishia kulaumu. Uwezi ukaenda mbali kama umezungukwa na wambea, na wewe utakuwa mbea. Kwa kijana, lazima uwe na ndoto, na ndoto inalindwa. Lazima uilinde ndoto yako. Kama ambavyo ukipanda mbegu utaimwagilia maji, utahakikisha umepulizia ili wadudu wasile. Kama una ndoto ya kufanya jambo fulani katika maisha, lazima uilinde ndoto yako. Unailinda ndoto yako kwa watu wanaokatisha tamaa. Unailinda ndoto yako kwa watu ambao waoni unachokiona. Unailinda ndoto yako kwa watu ambao wanalalamika. Ilinde. You have to protect your dream. Ilinde ndoto yako. Unajua, watu wakiwa wana negative mindset, wana fikra hasi, huwa wanatamani kila mtu awe na fikra hasi kama wao. Ndio maana mtu anaweza akaja tu ukashangaa anasema, yaani siku hizi hela, hatuna hela, anakujumlisha nawe, hajui kama unayo au hauna. Ikitaka kutokea ajali kwenye gari, unasikia mama wewe tunakufa, anataka amjumlishe kila mtu. Lakini akifanikiwa haji kusema jamani tuna fursa. Hakuna anayesema hivyo. Kwenye mambo mabaya watu wanajumlishana, kwenye mambo mazuri watu hawajumlishani. Uwe na ndoto, ilinde ndoto yako kwa wivu mkubwa kijana, kwa sababu hiyo ndio mtaji wako wa kwanza ulionao. Kwa sababu katikati ya watu wanaolalamika na kunungunika kuna watu wanastawi. Katikati ya watu wanaoona giza kuna watu wanaona mwanga. Kumbuka, hauoni fursa iliyopo, unaona fursa unayoitafuta. Cha kwanza, kuwa na ndoto. Usiishi kiolela. Tengeneza ndoto, tengeneza malengo. Jambo la pili, kijana unalihitaji, hakikisha unapata taarifa sahihi kuhusiana na unakotaka kwenda. Tafuta taarifa. Taarifa zina gharama. Taarifa zinatafutwa. Taarifa zisizo za msingi na ambazo hazikusaidii huwa zinapatikana kila mahali. Lakini taarifa za muhimu zinazoweza kubadilisha maisha yako huwa hazipatikani kila mahali. Lazima uzigharamie. Uingie gharama ya kutafuta taarifa, uingie gharama ya kutafuta maarifa, ili kesho na kesho kutwa uweze kupata unachokitaka. Wanasema information is power. Mtu mwenye taarifa akawa na maarifa anaweza kwenda mbali zaidi kuliko mtu ambaye hana taarifa. Ukiamka asubuhi, huwa unaangalia nini? Huwa unasoma nini? Marafiki zako kwenye mitandao ya kijamii ni watu gani? Wanazungumza nini? University of California walifanya utafiti, taarifa unazozipata sasa hivi asubuhi mpaka unaenda kulala kutumia social media na simu yako ni equivalent, ni sawa na GB 34. Ina maana wewe kila siku unaingiza GB 34. Ubongo wako hauna hiyo capacity ya kubeba hizo taarifa zote kila siku. Hata ungekuwa unabeba flash, zitakuwa flash ngapi? Sasa lazima uchague unajaza akili yako na mambo gani. Ukiamka asubuhi, jua unakokwenda, una ndoto tayari, ijaze na ishibishe ndoto yako kupitia taarifa sahihi. Na jambo la mwisho, chukua hatua. Hauwezi kwenda mbele tu kwa kuwa na taarifa. Unahitaji uchukue hatua. Mimi nimekutana na vijana wengi mnanifahamu. Nilikuwa nikifanya kazi ya kufundisha vijana, kuzungumza, kufundisha kwenye makampuni, na hapa Mwanza nimekuja, na hata katika ukumbi nimewahi kufanya seminar. Lakini nilikuwa nashangaa, kila mkutano nikienda kuna vijana nawaona. Unamuuliza, wewe utafanya lini sasa? Kila siku unahudhuria tu, unahudhuria sana, bado najipanga. Mwisho unaishia kupangwa badala ya wewe kujipanga. Usisubiri uwe na taarifa nyingi na vitu vingi ili uweze kufanya. Taarifa chache ulizonazo, anza kuzifanyia kazi. Ukichukua hatua ya kwanza, unatengeneza hatua ya pili. Na naomba niwaambie, zamani ilikuwa kufungua mlango lazima ukaribie na ufungue kwa funguo. Siku hizi kuna milango ukikaa mbali imefungwa, lakini ukikaribia unaona mlango unafunguka wenyewe.
Kuna mambo mengi wewe unafikiri hayawezekani kwa sababu hujayakaribia. Ukiyakaribia tu utashangaa yanaweza kutekelezeka. Hawa vijana tunaopatia pesa leo hapa, hakuna aliyekuwa amewaambia kwamba kuna fedha za kutolewa mwezi Februari. Hakuna aliyekuwa amewaambia. Ila walipata fursa, wakaandika, wakaamini, wakaleta. Leo juhudi zao zimezaa matunda. Baada ya kusema hayo, natamka rasmi kwamba Vijana Platform kwa mkoa wa Mwanza limefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.